Rais wa Marekani Donald Trump amemwagiza waziri wa vita Pete Hegseth kupunguza kwa kiasi kikubwa mazoezi ya pamoja ya kijeshi kati ya Marekani na Korea Kusini, akisema mazoezi hayo yanatuma ujumbe usiofaa na wa uhasama kwa Korea Kaskazini. Trump alitoa agizo hilo kupitia ujumbe aliochapisha Jumapili, Agosti 16, akisisitiza kuwa uamuzi huo umechangiwa na kile alichokiita uhusiano mzuri sana kati yake na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong-un. Kwa mujibu wa Trump, mazoezi hayo ya kijeshi yana gharama kubwa, huku Marekani ikibeba sehemu kubwa ya gharama hizo. Pia alisema yanaonekana kama ishara ya uhasama kwa Pyongyang, ambayo Trump anadai imekuwa isiyoleta tishio na yenye heshima tangu alipokuwa rais. Trump alisema mazoezi hayo yalikuwa tayari yamekaribia kuanza, hivyo hayangeweza kufutwa kabisa, lakini akaamua kuyaagiza yapunguzwe kwa kiasi kikubwa. Mazoezi hayo yanayojulikana kama Arch Freedom Shield na yalipangwa kuanza Agosti 17 na kuendelea kwa siku kadhaa. Takriban wanajeshi 18,000 wa Korea Kusini wanatarajiwa kushiriki pamoja na vikosi vya Marekani na washirika wengine. Katika ujumbe wake, Trump pia alihusisha uamuzi huo na msimamo wa Korea Kusini kuhusu Iran. Alisema hivi karibuni alimuuliza rais wa Korea Kusini kama nchi hiyo ingependa kujiunga na Marekani katika juhudi za kuondoa silaha za nyuklia nchini Iran, lakini akadai Seoul ilikataa. Hatua hiyo ya Trump imeibua mjadala kuhusu mustakabali wa ushirikiano wa kijeshi kati ya Washington na Seoul, huku mazoezi hayo yakionekana na Marekani na Korea Kusini kama muhimu katika kujiandaa kukabiliana na vitisho kutoka Korea Kaskazini. Korea Kaskazini kwa upande wake imekuwa ikipinga kwa muda mrefu mazoezi ya kijeshi ya Marekani na Korea Kusini, ikiyataja kama maandalizi ya vita dhidi yake. Hatua ambayo amechukua rais wa Marekani Donald Trump kuagiza kupunguzwa kwa mazoezi ya kijeshi ya Marekani na Korea Kusini ni hatua moja kubwa sana ambayo inatarajiwa kupunguza ule uhasama ambao unaonekana kati ya nchi hizi mbili, Korea Kusini pamoja na Korea Kaskazini, kwa sababu Korea Kaskazini inaamini kwamba mazoezi ya Marekani na Korea Kusini ni tishio na ni maandalizi ya vita dhidi yake. Tunafahamu mataifa haya katika historia yao yaliwahi kupigana vita miaka ya huko nyuma kiasi cha kupelekea kugawana mipaka, na mataifa haya yamekuwa na uhasimu mkubwa sana. Lakini vile vile kwa Korea Kaskazini na Korea Kusini hawapatani kabisa kwa kiasi kikubwa. Ni nchi ambazo zinapishana kisera kwa kiasi kikubwa sana, ni nchi ambazo zina misuguano ya kutosha katika masuala ya kidiplomasia kwa kiasi kikubwa. Hivyo kwa hivi Trump kusema kwamba mazoezi haya yapunguzwe ni ishara kwamba anatarajia kupunguza mvutano ambao unaendelea kati ya nchi hizi mbili kwenye masuala ya kidiplomasia, masuala ya kisiasa. Lakini pia kwa kiasi kikubwa sana Trump aligusia hapa swala la Korea Kusini kuondoa silaha za nyuklia nchini Iran, na akasema kwamba Korea Kusini ilikuwa imekataa kujiunga na Marekani katika operesheni hiyo ya kijeshi. Hivyo idadi ya wanajeshi ni 18,000 wa Korea Kusini ambao wanatarajiwa kushiriki katika mazoezi haya pamoja na vikosi vya Marekani, na waziri wa vita wa Marekani Pete Hegseth atachukua hatua zaidi ili kupunguza kasi ya mazoezi ya pamoja ya kijeshi kati ya Marekani na Korea Kusini.